Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Swala la kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini sio swala la masiala, sio utani. Nimetia nia, na nia ikifika muda, chama chetu cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, mheshimiwa rais, akitangaza siku rasmi, kipenga kikalia, watu wakachukue fomu, tutaenda kuchukua fomu. Na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili mpaka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu. Tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma mjini. Hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale. Sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa. Wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote, watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki. Lakini sisi tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu. Anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyofanya vinaonekana kwa macho. Achana na vitu alivyofanya vya chini kwa chini. Vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda ndani wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR. Mama kwenye utawala wake wa miaka 4 yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake. Cha imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza, kwa mara ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko. Kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na waseme wanavyovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo na nitaka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii ni nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi. Kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo ndio unatekeleza sasa ilani ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje? Na uliposema kwamba amempa hela Mwijaku, natamani hapo kwa sababu uliandika. Sijasema mimi, sijazungumzia Mwijaku, ninazungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aenda kanivurugia upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu ndio kazi ambayo ndo atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni 29. Ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, wameenda kununua kwa pamoja, alafu eti baadaye eti mnago wamepatanisha bei pamoja. Tufokusie milioni 29. Wow! Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli. Vitu wamepatanisha, tushushie. Unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana. Unajua Mwijaku amenikumbusha Shilole tulienda kununua naye Prado, tukalipa hela na kila kitu kalichagua. Siku linaletwa eti akalia. Sasa unalia nini wakati unalijua? Mwijaku alizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba wewe unaweza kumchukua Diamond Platnumz na kwenda kuonyesha site ambao unajenga kwa lako, kwamba pale ndio unakufa kabisa, haitakufa. Maneno yako ni kweli. Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia gorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa. Diamond kafunua fursa
kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu, ndio nitafikia. Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona meneja wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, pasenti inaenda kwa mdogo wake na Diamond Santos. Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo, umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele. Haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii inazungumzia East Africa Ukienda kwa Calligraph, nyumba yake ya pale Kenya ambayo ndo wanatamba, ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi vigimbi. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na ninaamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote imelanielea. Tumeona hivyo. Umechaguliwa kwa mbunge wa Kigoma. Utaendelea kufanya kazi wa Santos pia utatana na uchawa? Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa. Swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa wa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unanielewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini na kwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Kwa sisi Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana The Voice, maisha ya muziki na hapa ambapo nipo utaingia na WCB. Kwanza tuna sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Asante. Sasa hivi tumeona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandas wameweka mzigo hapo kuhakikisha kwamba anaenda kuperform na kukutana na mashabiki wake wengi wenye kiu ya kusikia muziki mzuri wa The Voice. Mandas wamejipangaje kuweka punguzo la bei kwenye kukopesha simu kupitia brand ya The Voice? Mzee Mandasi. Jibia tu hapo. Ongeza tu sauti mzee. Anyway, kimsingi mifumo yetu iko ongea kwa huku kwenye mic. Yule sikule unawajibu hawa kwenye kamera. Anyway, kimsingi mifumo yetu tayari iko imeshasetiwa kwa standard ya namna hiyo. Kwa kuweka punguzo siwezi kwamba tutaweka punguzo 100%, tunaangalia kupunguza kile kianzio ambacho ni down payment ile kwa mteja wetu kulingana na eneo ambalo tumeenda. Nadhani imeeleweka hiyo. Kwa mtu ambaye ataenda kwenye show ya The Voice kwanza atakuwa amepunguziwa safari ya kwenda sehemu kufuata dukani, atakutana na simu humo dukani kwenye show. Unasemaje mama? Siasa Baba Levo wanasema ni mchezo mchafu. Kama ambavyo umeona mambo yamekuwa ni mengi yanaendelea sasa hivi nchini. Wanasiasa wanatupiana maneno hapa na pale. Wewe kama wewe umejiandaaje pengine kuingia kwenye huu mchezo mchafu? Mimi maneno ya kusema siasa ni mchezo mchafu, siasa ni kutupiana maneno. Wewe unaona mimi ni wa kutupia maneno nikakaa kimya? Wewe unanijua vizuri wewe. Nitapambana na yoyote na nitapambana vile ambavyo yatakuja. Atachagua package anayoitaka. Tutupiane maneno. Twende kimya kwa wananchi, au hata kama akitaka hata kama ni ngumi tutapigana ngumi. Nataka nikwambie vile ambavyo atachagua mtu ambaye Mungu akinisaidia nikaingia kwenye kinyang'anyiro, yeye atachagua huyo na shindana naye, atachagua anataka package gani. Package zote ninazo. Kwa kama siasa ni mchezo mchafu, basi uchafu na usafi vyote ninavyo. Atachagua yeye anataka usafi au uchafu, tutaenda naye sawa. Baba Levo kwenye uchafu. Tunaamini kwamba serikali haiamini katika uchafu, lakini wanasiasa na mambo yao na Kigoma ndio sehemu yenyewe ambapo mambo hayo yapo. Mimi naamini kwenye Mungu. Mimi siamini kwamba siasa ni mambo ya uchawi, na mimi naamini kwenye Mungu. Naamini hakuna mtu yote anaweza kumloga Mungu. Hayupo. Swali kutoka kwangu. Pengine labda
kuvutia neno kwenye hili sakata la Gwajima, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao umepata nafasi ya kutuonyesha miradi mingi sana ambayo Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ameifanya na